Yes, mambo vipi mtu wangu? Karibu tena katika channel yako ya habari za michezo na burudani, na kusii tu gusa tu neno subscribe. Kisha subscribe channel hii kila taarifa ambayo sisi tutakuwa tunadondosha humu ndani, basi wewe utakuwa wa kwanza kuipata taarifa hiyo, kwa sababu tu utakuwa umegusa neno subscribe. Kisha subscribe, utakuwa umejisajili moja kwa moja na channel hii, na kila taarifa ambayo sisi tunaweka humu ndani, basi wewe utakuwa wa kwanza kuipata taarifa hiyo. Bana, karibu sana nikupe dondoo za kimichezo, hususan masuala ya usajili, kwa sababu ndio yame take over hivi sasa, kabla tuelekea kunako ngao ya jamii na msimu mpya wa 26 na 27 wa ligi kuu ya NBC. Hivyo taarifa ambazo zinaendelea kuchukua nafasi hivi sasa ni masuala ya usajili kwa upande wa Simba na kwa upande wa Yanga pia. Bana, ile issue ya Simba na Selemani Gomez bwana imeendelea kuwa tough, ama imeendelea kuwa ngumu kutokana na Wydad kumhitaji mchezaji wao ambaye amemaliza mkopo ndani ya klabu ya Simba, lakini Simba bado wanamhitaji Selemani Mwalimu, na ndio maana walimtambulisha. Lakini baada tu ya kumtambulisha masaa 24 tukaona taarifa kwa umma kutoka Wydad kwamba wanahitaji mchezaji wao na hawajamruhusu Simba kuendelea kumsainisha kubaki ndani ya klabu ya Simba, na ndio maana tumeona Selemani Mwalimu Gomez amerejea kutoka klabu yake ya Wydad. Na Simba umeendelea kuwasiliana na Wydad kwa ajili ya kumpata Selemani Mwalimu, lakini issue imekuwa ni ngumu kwa sababu Wydad wanahitaji mchezaji wao, wanahitaji chao, na isitoshe pia taarifa zinasema kwamba Wydad wameongeza mzigo, wameongeza pesa zaidi tofauti na ile Simba wako namlipa Selemani Mwalimu kwa mkopo katika msimu ambao umemalizika. Ni kitu ambacho huenda kikawawia vigumu sana Simba kuongeza, ambayo itakuwa ni pesa ndefu sana. Bwana, taarifa mpya kutoka ndani ya klabu ya Simba ni kwamba Simba wanaingia sokoni kutafuta namba 9 mwingine tofauti na Ibrahim Dumbia ambaye tumemwona akienda kufanya vizuri katika michuano ya Kagame, lakini kocha wa Simba Steven Baka anasema kwamba bado Dumbia hatoshi. Yes, katika eneo la ushambuliaji, na Simba wataingia sokoni kutafuta namba 9 mwingine kabla ya dirisha kubwa la usajili halijafungwa. Yes, kabla dirisha kubwa la usajili halijafungwa, Simba watashusha namba 9 mwingine kwa ajili ya kusaidiana na Ibrahim Dumbia katika eneo la ushambuliaji. Yes, Simba pamoja na Simba kuendelea na process ya kutafuta namba 9, lakini bado Simba wanaendelea kupush kupata saini ya Selemani Mwalimu Gomez kutoka na klabu ya Wydad, lakini bado majadiliano yanaendelea kati ya uongozi wa klabu ya Simba na uongozi wa klabu ya Wydad. Tusubiri huenda Wydad wakalegeza masharti, basi Simba wakamrejesha kwa mara nyingine Selemani Mwalimu Gomez, kwa sababu target ya kwanza ya Simba katika eneo la ushambuliaji, wao walimprefer moja kwa moja Selemani Gomez kutokana na kile ambacho amekifanya msimu uliopita, na ndio maana tuliona wakimsainisha mkataba mwingine ili aendelee kusalia katika msimu mpya wa 26 na 27, lakini Wydad wao wakajibu mapia kusema kwamba bado ni mchezaji wetu Selemani Mwalimu Gomez, na wanamhitaji, na ndio maana Gomez amerejea Morocco kwa ajili ya kuungana na klabu yake ya Wydad, akisubiria majadiliano kati ya uongozi wa klabu ya Simba na uongozi wa Wydad. So nakupa taarifa hii hapa nyepesi katika masuala ya kimichezo. Uongozi wa klabu ya Simba umesema bado haujamaliza masuala ya usajili, na kwa sasa wapo sokoni kutafuta striker mwingine namba 9 ambaye atakuja kuongeza nguvu katika eneo la ushambuliaji. Na sambamba na hayo, Simba bado endelea kupush issue ya Selemani Mwalimu Gomez. Wanaendelea kuwasiliana na uongozi wa Wydad kuona namna gani wanaweza kumpata Selemani Gomez kabla dirisha kubwa la usajili halijafungwa. Bana, Simba bado hawajamaliza masuala ya usajili. Yes, huenda Simba kukamilisha usajili kabla ya ngao ya jamii ya tarehe 12 mwezi wa 8, kabla ya pigo, huenda tukaona Simba ukitambulisha namba 9 mwingine ndani ya klabu hiyo. Kama si namba 9 mwingine, basi Simba watamrejesha Selemani Gomez, kwa sababu bado wanaendelea kupush
kuona namna gani watampata Selemani Mwalimu kabla dirisha kubwa la usajili halijafungwa, ama kabla Simba Day na kabla ya ngao ya jamii kati ya Simba na Yanga, basi tutakuwa tumeshapata hatima ya Selemani Gomez na Simba, ama tutakuwa tumeshapata ama tumeshaona usajili mpya ndani ya klabu ya Simba, yaani namba 9. Bana, Simba bado wanasajili kwa sasa, wanatafuta namba 9 mwingine endapo tu dili ambalo walipush hivi sasa la kumrejesha Selemani Mwalimu likagonga mwamba. Bana, hii ndio channel yako ya habari za michezo na burudani. Sisi kila siku tunakupa taarifa mpya humu ndani, na kusii tu kama hujasubscribe channel hii utakuwa unapitwa na taarifa nyingi sana. Sisi toka usajili wa Januari dirisha dogo kutoka tunakuletea taarifa zote humu ndani. Usajili wa dirisha kubwa pia tumekuletea taarifa zote humu ndani. Taarifa za Simba, usajili wa Simba wote na usajili wa Yanga wote, na wote ambao wameacha vilabu vya Simba na Yanga. Ndivyo klabu ambao tunaviangalia sana, kwa sababu ndio vilabu vikubwa katika ligi yetu ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Bana, what a player. Yanga pia wanaendelea na masuala ya usajili na watamtambulisha Peter Shalulile muda wowote kuanzia hivi sasa. Usiku wa leo saa 4:45 watamtambulisha Peter Shalulile ndani ya klabu ya Yanga, mshambuliaji kutoka taifa la Namibia. Bana, tuelekea ngao ya jamii. Mambo ni mengi sana, tusubiri tuone usajili wa nani ambao umefanya vizuri. Je, ni Simba ama ni Yanga? Je, ni Ibrahim Dumbia ama ni Ture ambaye atatikisa nyavu, kwa sababu hawa ndio washambuliaji wa mwisho ama washambuliaji vinara ndani ya vilabu hivi vya Simba na Yanga. Yes, kule golini yupo Tanja Kasali, na pia upande wa Dar es Salaam Yanga African pia yupo kule Djigui Diarra. Bwana, usisahau kusubscribe mtu wangu, kwa sababu tumekuandalia taarifa nyingi sana. Sisi kila siku tutadondosha taarifa mpya humu ndani. Bwana, hii ndio channel yako ya habari ya michezo na burudani ambayo inakuwa update kila siku. Bwana, asanteni sana watu wangu.